Kwa wakati wote huo wa miaka 7 TANESCO iliendelea kulipa, inapelekewa madai na IPTL, inalipa, lakini haziendi moja kwa moja IPTL, zinakwenda kukaa kwenye account ya escrow. Kuna kipindi IPTL ilipita kwenye mchakato wa ufilisi. Kipindi kile madai yalisimama kwa sababu wenyewe walikuwa wanashikana mashati nao wabia kwenye kampuni ya IPTL. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alipokwenda kukagua akaunti ile tarehe 20 Novemba, akaunti ilikuwa na fedha taslimu shilingi bilioni 8 milioni 20,522,330.7. Hati fungani zilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 159,231,370,000. Pia zilikuwepo dola za Kimarekani milioni 22,198,520. Sasa hizi dola za Kimarekani ukizibadili kwa hesabu kwa hesabu ya hela madafu, ndio ikawa kwamba akaunti ile ilikuwa na shilingi 202 bilioni nukta 9. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya TANESCO, taarifa hiyo basi ya mkaguzi, kama TANESCO ingelipa tozo ya uwekezaji kadri wanavyopewa zile bili, zile invoice za malipo, akaunti hii ingekuwa na shilingi bilioni 306.7. Lakini kwa sababu ya kulipwa pesa zote, TANESCO kutokulipa pesa zote, ndio maana akaunti hii ilikuwa na shilingi bilioni 202.9, na kwa hiyo TANESCO ikawa inadaiwa shilingi bilioni 103.8. Na kwa mujibu wa mkataba wa kununua umeme, power purchase agreement, TANESCO isipolipa inatozwa riba ya 2%, na kwa kiasi kile ambacho ilikuwa akijalipwa kwa riba ya 2%, TANESCO ilikuwa inadaiwa dola milioni 33.6 na IPTL. Wananchi na wazee wangu, ni matumaini yangu kwa ufafanuzi huu niliotoa kwa mujibu wa taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na taarifa nyingine tulizozipata, unasaidia kuweka kumbukumbu sawa, inasaidia kuweka kumbukumbu kwa usahihi, hasa kuhusu kiasi gani kilichokuwepo kwenye akaunti ya escrow siku ile mahakama ilipofanya uamuzi uliofanya akaunti ile ifungwe. Kwa kifupi, kwa mujibu wa taarifa mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, akaunti ile ilikuwa na shilingi 202.9 bilioni na sio bilioni 306.7 kama ilivyokuwa inaelezwa na baadhi ya watu. Hizi bilioni 306.7 ni fedha ambazo zilitakiwa ziwepo. Kama wangekuwa TANESCO inalipa kwa wakati na kwa kila kitu, siku ile benki mdhibiti mkaguzi wapo kagua zile hesabu, angekuta pale kuna bilioni 306.7.
lakini akakuta kuna 202 bilioni tu.